Ni mchungaji asiyefananishwa na mwingine, mchungaji mwenye haiba yake, mchungaji mwenye mitindo yake. Namzungumzia si mwingine ila James Ng'ang'a. Jamani, huyu mchungaji ni mchungaji wa aina gani? Niruhusu leo ni mwanike hapa Ruanja na unisaidie kabisa kumhongera mchungaji Ng'ang'a kwa ile kazi anayoifanya. Pastor James Ng'ang'a, kwa wale wasiomjua, ni mchungaji maarufu kutoka Kenya aliyefahamika sana kwa mtindo wake wa kuhubiri usio wa kawaida, kauli kali na umaarufu katika vyombo vya habari. Yeye ndiye mwanzilishi na kiongozi mkuu wa Neno Evangelism Center ambalo ni kanisa kuu jijini Nairobi pamoja na matawi mengine. Mchungaji Ng'ang'a alizaliwa katika familia maskini katika eneo la Murang'a, Kenya, akiwa kijana aliyehusika katika maisha ya uhalifu na alikumbana na changamoto nyingi sana, ikiwa ni pamoja na kipindi cha kifungo gerezani kwa makosa mbalimbali. Baada ya kuachiliwa, alidai kuwa alipata wokovu na akaamua kubadilisha maisha yake kabisa. Baada ya kuokoka, Ng'ang'a alianza kuhubiri akihamasisha watu kuhusu maisha mapya katika Kristo. Alianzisha Neno Evangelism Ministry mwishoni wa miaka 1990. Kazi yake ilikuwa kwa kasi kutokana na mahubiri yake ya nguvu, miujiza aliyohubiri na ibada zenye mvuto mkubwa. Mchungaji Ng'ang'a amekuwa mtu wa mijadala mingi kutokana na kauli zake kali dhidi ya waumini na wachungaji wengine, matukio ya kashfa mbalimbali ikiwemo ni madai kuhusika kwenye ajali ya gari mwaka 2015. Mtindo wake wa kuishi maisha ya kifahari huku akisisitiza juu ya utoaji wa sadaka kubwa. Video zake zinazovuma mara kwa mara mitandaoni kutoka na matamshi ya vitendo visivyo kawaida wakati wa ibada. Msikilizaji wangu, licha ya utata mwingi unaomzunguka, mchungaji Ng'ang'a na wafuasi wengi wanaomchukulia kama mtu aliyebadilisha maisha yao kiroho. Najulikana kwa kusisitiza maombi, upako na miujiza na kuhubiri kuhusu nguvu za Mungu katika kushinda changamoto za maisha. Msikilizaji wangu, sijui wewe unamjua vipi mchungaji Ng'ang'a? Hii ni Sauti ya Dhahabu. Jina langu ni Kelvin Nyakundi. Hakika ipo siku Afrika na dunia mzima bila shaka itafurahia kwa sababu yetu. Shukrani. Kumbuka